Haleluya. Tunaendelea na maombi yetu, na tulikuwa tunaendelea na agenda kubwa ya kushughulika na majitu kama Roho Mtakatifu alivyonipa mwongozo wa namna kuendesha maombi haya. Na jana tulikuwa tunaitumisha sehemu mojawapo ambayo miongoni mwa mambo ambayo tulidhani au kwa msaada wa Roho Mtakatifu tunahitaji msaada wa Mungu ni kuona milango ya kiuchumi ikifunguka, kwa sababu moja ya mambo ambayo ilikuwa ndio agenda ya majitu ilikuwa ni kuhakikisha kwamba ile nchi Mungu amesema imejaa maziwa na asali, watakula mkate pasina shida, hawaifikii kabisa, na ule mkate hawataupata kabisa. Ni hilo jambo majitu yale niliyosema ya kiroho yanalifanya hata sasa kwenye kanisa, kwa sababu uchumi kwenye kanisa au katikati ya watu wa kanisa ndio unaofanya pia kazi ya ufalme inaendelea. Tangu enzi za Agano la Kale, Mungu alipotaka kuwapa wana wa Israeli nchi ya Kanani, aliwaambia wasitoke mikono mitupu, kwa sababu kwenye agenda ya Mungu kule Misri walikuwa hawana mfumo maalum wa kuabudu, kwa sababu walikuwa ni watumwa. Wote mnajua jambo hilo, walikuwa ni watumwa. Kwa hiyo walikuwa hawana mfumo maalum wa kuabudu, walilazimika kuishi. Biblia haitupi ushahidi kwamba walijifunza kuabudu kama wa Misri, hatupati huo ushahidi. Lakini pia hata kama hakujifunza kuabudu kama wa Misri, Biblia pia haitupi ushahidi kwamba waliweza kuabudu Mungu wao katika namna iliyo huru na kwa utaratibu ambao Mungu wao anataka waabudiwe, kwa sababu walikuwa naishi maisha ya utumwa. Maisha ya utumwa unaweza kujua maana yake ni nini. Haleluya. Kwa hiyo wakati wanatoka Misri walikuwa ni watu ambao hata tu kujua huyo Mungu, Musa alipata mashaka kama utamuelewa. Akamuuliza Mungu, niambie nikienda wakaniuliza umetumwa na nani na waambiaje? Kwa sababu hata Musa alipata mashaka, nikienda nikiwaambia Mungu wa baba zenu amenituma, watapata hata pengine wakati mgumu kuelewa unachokiongea. Kwa sababu nadhani Musa alikuwa anawajua kwamba mfumo unaoweka katika mahusiano wa siku kwa siku na yule Mungu kule Misri walishaupoteza. Ule mfumo ambao Ibrahimu baba yao na Isaka na Yakobo walikuwa nao wa kumjua yule Mungu. Kizazi fulani kilipita baada ya mzee Yakobo kufariki, na baadaye Yusufu akafariki, baadaye akainuka mfalme hamjui Yusufu, utumwa ukaanza. Walipoteza ile connection ya kuabudu yule Mungu, hata kumsema na kumrithisha kwa vizazi vinavyofuata. Na Musa alikulia kule Misri mpaka umri wa miaka 40. Kwa hiyo nadhani alikuwa anajua namna walivyo na namna ya kuabudu, japo kwa Biblia haijaeleza walikuwa naabuduje. Biblia inaeleza vizuri wa Misri walikuwa na miungu yao, walikuwa naabudu miungu yao kwa utaratibu wa kwao. Lakini ile jamii ya Waebrania Biblia imekaa kimya, haisemi kipindi hicho cha utumwa walikuwa naabuduje huyo Mungu, au walijifunza kuabudu Mungu wa Misri au vinginevyo. Kwenye hilo Biblia haijasema chochote, imekaa kimya. Lakini najaribu kuhisi Musa alikuwa naelewa kwamba kuna kitu hakitaeleweka hapa. Ukienda unawaambia kuna Mungu wa baba zenu amenituma, kuna jambo litakuwa gumu kueleweka kwa hawa watu kulingana na jinsi ambavyo wanaishi, na wameishi kwa hii miaka kadhaa, karibu 400. Haleluya. Kwa hiyo akamuuliza Mungu, naomba unipe neno la kusema. Nikisema Mungu wa baba zenu amenituma, swali litakuwepo, huyo Mungu anaitwa nani? Maana inawezekana anaongelea kizazi ambacho anajua hakimjui. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Musa, Mungu akamwelekeza namna atakavyokwenda kusema. Kwa pointi yangu ni kwamba walikuwa wakati huo hawana mfumo maalum wa kuabudu Mungu, na pengine hawakuwa na hakika hata Mungu, wengi wao hawakumjua hata huyo Mungu mwenyewe wanayopaswa kumwabudu. Kwa Mungu alipowatoa Misri, anawapeleka kwenye ile nchi, alihakikisha kwanza Musa
ametoa maelezo ya kutosha, amefundisha vya kutosha, angalau wanaanza kupata dhana ya huyo Mungu, na yale matendo ya miujiza yaliyotendeka yakawa kidogo yanawasaidia kuelewa kwamba Mungu wetu sisi Waibrania ana nguvu kuliko miungu ya hawa wa Misri. Kwa walipoondoka baada ya kula Pasaka, ili wathibitishia zaidi kwamba pengine Mungu wetu anayoyasema anaweza kayafanya. Haleluya. Kwa wakaondoka kwa ushindi ule, wakaenda. Lakini Mungu alikuwa na mambo anajua watakwenda kufanya kule mbele. Yatahitaji fedha. Yatahitaji fedha. Na alikuwa anajua hata Farao kwenye ulimwengu wa roho, hata kama kwa kujua kwa kutojua, lakini kwenye ulimwengu wa roho alikuwa anaelewa kwamba Farao alifika mahali akawaambia, sasa mnaruhusu kwenda, lakini hakikisheni hamchukui chochote, fedha, ng'ombe, kuku, nini, kila kitu mnachomiliki msiondoke nacho. Maana alifikia mahali fulani amekubali, mapigo yametosha, waende, lakini waende bila mali, kwa sababu ni mpango wa shetani kuwataka watu waishi kwenye ufalme wa Mungu bila mali, kwa sababu anajua kazi ya mali kwenye ufalme wa Mungu ni kusaidia kazi ya ufalme kuendelea. Akifanikiwa kuwafanya maskini, mtasali vizuri kiroho na mbinguni mtaenda. Mkitakiwa kutoa kwa ajili ya ufalme, kwa sababu nampenda sana Mungu, mtajitahidi kujitoa mwezavyo, lakini inaishia senti 2 kama ya yule mama wa pale wakati wa Yesu. Yule mama anampenda sana Mungu, lakini anachoweza kutoa kwa moyo wake wote wa kumpenda Mungu ni senti 2. Sasa mnataka kujenga jengo kama hili, na waliopo wanaotaka kulijenga wana uwezo wa kutoa senti 2. Kweli kabisa. Jengo litajengwa. Haleluya. Ni wazuri, hawana matatizo kiroho, wanampenda Mungu na wanaweza kutoa chote walichonacho, lakini sasa hicho chote walichonacho ni senti 2. Na ni mpango wa adui watu wamiliki senti 2. Mwambie jirani yako utaratibu wa kumiliki senti 2. Tunaanza kuhama. Haleluya. Ni mpango wa adui watu wampende, kwa sababu anaweza kufika mahali akaelewa kwamba hawezi kukumudu kukurudisha nyuma. Kwa kubaki kwa Mungu ni jambo si la mjadala. Hata shetani anajua wewe utabaki kwa Mungu kwa mazingira yote. Hata ungeshikiwa upanga bado utasema mimi ni wa Yesu. Kwa anasema huyu dawa yake moja, awepo kwenye ufalme lakini asiwe na jambo la kufanya kwenye ufalme. Haleluya. Kwa anakutengenezea mazingira ya kuishi ukomo wako wa kumiliki hela senti 2. Kwa siku ukienda kutoa unasema jamani, mimi nampenda Yesu, natoa vyote nilivyo navyo, unaleta senti 2. Sawa, Mungu atakubariki sana, kwa sababu atakukubali sana, nampenda, umetoa vyote ulivyo navyo. Lakini kwenye miradi ya ufalme sasa, tunataka kununua tata kama tulivyokuwa tunasema jana ya Injili. Halafu watu wa Mungu wanampenda Yesu, wanataka kununua tata kwa senti 2. Nendeni kwenye kampuni ya tata, muone kama mtaipata kwa senti 2. Haleluya. Jina la Yesu libarikiwe. Nadhani mnaelewa ninachoongea hapa. Ndio moja ya shughuli za majitu, kuhakikisha hamtamiliki kitu. Yatawadhibiti, mtakaa kwenye nchi ya ahadi, lakini mtakaa yana control uchumi wenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uwezo wenu ni ule uwezo tu wa kupata cha kuweka mdomoni na nauli ya kwenda kanisani shilingi 200 na sadaka buku. Maisha yote yameishia hapa. Wakitangaza kazi zingine za ufalme, kuna jinsi wengine wanaumia. Mimi nawafahamu, kuna watu wanaumia sana. Nasema lakini yani watu wanatoa, mimi nakosa cha kutoa. Jamani, unamwona kabisa mtu anaumia. Ndio hivyo.
hana cha kutoa kweli. Bwana Yesu asema. Kwa sababu mpango wa majitu unataka kumkamatia kwenye senti 2. Haleluya, haleluya. Hilo ndio jambo tumefanya wiki iliyopita na jana tumehitimisha, na ina imani watu waliokamata jambo lile wataanza kwenda viwango vya zaidi ya senti 2. Wataanza kuwa wanazungumza talanta kadhaa, shekeri kadhaa, sio tena senti 2. Haleluya, haleluya. Kwa maelekezo yale tuliyokuwa nayo jana, nina hakika viwango hivyo watu wataanza kuhama. Haleluya. Kwa hiyo majitu yana kazi hiyo. Kwa Mungu alipoona wanakwenda kule, kuna mambo ya kufanya na yanahitaji wawe na fedha nyingi, akawapa kitu ambacho ndicho mimi nataka kukifundisha leo na pengine mfululizo wa wiki hii. Kinaitwa nguvu ya ongezeko. Nguvu ya kuongezeka. Unaweza kuongezeka kwenye uchumi, unaweza kuongezeka kwenye heshima, unaweza kuongezeka kwenye upako, unaweza kuongezeka kwenye afya, unaweza kuongezeka kwenye uzao, unaweza kuongezeka kwenye vitu vingi sana. Unaweza kuongezeka kwenye maarifa, unaweza kuongezeka kwenye vitu vingi sana. Lakini ili kuongezeka kunahitajika kitu kinaitwa power to multiply. Biblia inazungumza, inasema power kwenye upande wa mali katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura 8, anasema power to make wealth, nguvu ya kupata utajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Power, nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Ongezeko lolote halitokei kwa kubahatisha, kwa sababu kila kulipo na kuongezeka kuna nguvu pia inashindana inayoitwa nguvu ya kupungua. Muda wote utastruggle uongezeke nguvu, lakini kuna nguvu iliyo kinyume siku zote itapambana upungue nguvu. Haleluya. Muda wote utapambana uongezeke kuwa na amani, kuna nguvu inapambana siku zote upungue kuwa na maisha ya amani. Siku zote utakazana uongezeke maarifa ya Mungu, lakini siku zote kutakuwa na nguvu ya kinyume na inapambana upungue katika maarifa ya Mungu. Siku zote itakutaka kupungua hata kama unataka sana kuongezeka. Kwani nani hataki kuongezeka? Si wote tunataka kuongezeka. Si wote kila mwaka tunaomba kuongezeka. Lakini mara nyingi tunapambana na nguvu ya kupungua. Haleluya, haleluya. Mimi na miaka 3 na wachungaji wenzangu hapa, mwanzo wa mwaka tunakaa kikao, najisetia malengo. Tunataka mwaka ukifika mwisho watu wanaosali kwenye kanisa hili wasipungue 1000. Yaani tutapiga kazi kuhakikisha wanafika 1000. Alafu tukifika katikati ya mwezi na waliokuwepo wameshapungua. Mnaniona choongezeka? Hata wale tu waliokuwepo sasa hawapo. Lakini tuliongea, we want to increase. Kumbe kuna nguvu inatukabili kutaka tupungue. Kila eneo lipo kuna nguvu ya kiroho. Nilisema sasa hii tulishaongea sana habari ya majitu yale yaliyokuwa na miili. Nikasema lakini sisi kwa upande wetu tunakabiliana majitu yasiyo na miili, yako kwenye ulimwengu wa roho. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Yanataka upungue, na wewe ni shahidi. Kuna mambo mengi sana umetaka kuongezeka. Kama hivyo kwa nasema hata kwenye utoaji umeshaweka mikakati. Mimi mwaka huu nataka kwa kweli utoaji wangu uende daraja lingine, level nyingine. Lakini kuna nguvu inakuja kinyume, unazidi kuendelea kupungua hata kwenye utoaji. Unasema nataka kuongezeka viwango vya maombi. Jina la Yesu libarikiwe.
Unatengeneza mkakati na mpango, nataka zamu hii viwango vyangu vya maombi viongezeke, lakini unakaa kwa nini unavyozidi kwenda unaona ndio vinapungua, hata vilivyokuwepo vinaisha. Haleluya. Kuna nguvu ya kupungua inapambana na sisi kutupinga tusiongezeke kwa namna yote ile, na kwa maeneo mengi tusiongezeke. Kwa kuongezeka si tukio, kuongezeka is power. Lazima kuwe na nguvu, ina force. Isaya alisema wakati taifa lina dhiki kubwa, vita vimekuwa vingi, maadui wamekuwa wengi. Wakati alikuwa ni mfalme wa Ashuru, alikuwa anaitwa sijui nani, Senakeribu, si Senakeribu alikuwa ni wa Ashuru au ni wa Shamu, wana majina yanaelekea kufana. Yule mfalme anakuja na tukana mpaka na anatuma wajumbe wanasimama ukutani wanatukana, vitisho vikubwa. Isaya katoa unabii mmoja kasema, watoto wa tayari kuzaliwa lakini hakuna nguvu za kuwazaa. Na sivyo hivyo kwenye kanisa. Kanisa watoto wa tayari kuzaliwa, lakini kwa nini wakati mwingine mnaona kupungua ni kwingi zaidi? Nguvu za kuzaa hakuna. Haleluya. Kuzaa kiroho kama kulivyo kuzaa kimwili kunahusisha nguvu. Hakuna mtu anapata uzazi bila kutumia nguvu. Bahati nzuri siko kwenye semina ya ndoa. Ningekuwa nazungumza semina ya ndoa ningeenda zaidi kidogo. Haleluya. Haleluya. Lakini hata tukiongea na kina mama wanaoendaga leba, sidhani kama kuna kuzaa bila nguvu imetumika. Na wengine wanaishiaga nguvu. Unaelewa vizuri? Sasa Isaya anasema si kwamba hatuna uzazi. Uzazi tunao, na watoto walio tayari kuzaliwa wapo. Lakini kwa nini hatupati watoto wapya? Nguvu za kuzaa. Haleluya. Nguvu za kuzaa ndizo hatuna, ndizo tumepoteza, ndizo tumenyang'anywa. Nguvu za kuzaa. Watoto wa tayari kuzaliwa lakini hakuna nguvu za kuzaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kuzaa kunatumia nguvu. Nguvu ya kuzaa isipokuwepo hakuna kuzaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Asifiwe Yesu, kwamba taaluma ya upasuaji si za kutoa mtoto kwa mtu aliyekosa nguvu za kuzaa ipo. Ingekuwa haipo, kuna watoto wangekuwa nafia katikati ya mchakato wa kuzaliwa. Kuna watoto nguvu ya kuzaa inakosekana, wanapata msaada wa siza. Mama anapasuliwa, mtoto anatokea. Na hiyo taaluma isingekuwepo, vifo vya watoto wachanga wakati wa kuzaliwa vingekuwa ni vingi kuliko vilivyo. Na si watoto tu, na wamama wanaojifungua wangekuwa wanakufa wengi kuliko wanavyokufa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya kitu hiki kinaitwa siri ya nguvu za kuzaa. Na hiyo ipo kiroho. Kanisa likikosa nguvu za kuzaa, waliodhani walikuwa walitakiwa kuzaa wenyewe tu ndio wanaendelea kufa kiroho. Wakati huo hata wakijipambana wakazaa kamoja, kanakufa bado kachanga, hawajui kulea. Nguvu za kuzaa hakuna. Nguvu za kuzaa hakuna.
Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sikiliza, Kutoka sura ya kwanza mstari wa 7 mpaka mstari wa 12. Wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana. Sema walikuwa na uzazi sana. Wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana na kuongezeka mno na kuzidi kuwa wengi, nao wakaendelea na kuongezeka nini? Mliona Biblia kumeandikwa nini? Nguvu. Sema nguvu. Wakazidi kuongezeka nguvu. Yani walikuwa naongezeka kwa sababu nguvu za kuongezeka nazo zilikuwa zinaongezeka. Walikuwa na nguvu za kuongezeka, kwa hiyo wakawa wanaongezeka. Unaelewa ninachoongea? Hawakuwa wanaongezeka hivi hivi, walikuwa na nguvu za kuongezeka, na kwa sababu wana nguvu za kuongezeka zinazoongezeka. Umeelewa ninachoongea? Si tu kwamba walikuwa na nguvu za kuongezeka, walikuwa na nguvu za kuongezeka zinazoongezeka. Haleluya. Wakaendelea kuongezeka. Sikiliza maneno haya. Walikuwa na uzazi sana, koma, na kuongezeka mno, koma, na kuzidi kuwa wengi, koma, nao wakaendelea na kuongezeka nguvu. Haleluya. Na ile nchi ilikuwa imejawa na wao. Yani hapa Biblia inachoongea ni kwamba walikuja wageni miaka kadhaa hapo nyuma, lakini ile nguvu yao ya kuongezeka ikawafanya raia waliokutwa wakaanza kuonekana kama ndio wachache, halafu wao ndio wengi. Biblia inasema nchi kajawa na wao. Maana yake ukikutana na watu unaona Waebrania zaidi ni wengi, wale wazawa unaona mmoja mmoja. Ndio tafsiri yake. Ukienda kwenye mkusanyiko unakuta Waebrania ndio wengi, halafu wazawa wa Misri unaona mmoja mmoja. Nchi ikajawa na wao. Tunakwenda pamoja, kwa sababu ndani mwao kulikuwa na nguvu ya kuongezeka, na ile nguvu ilikuwa na yenyewe inaongezeka. Nguvu yenyewe ya kuongezeka, nguvu yenyewe nayo ikawa inaongezeka. Haleluya. Nataka mnielewe, ujue kwamba kuongezeka hakujileti. Kuongezeka fedha, kumiliki fedha hakujileti. Wala hakuji kwa sababu unafanya biashara sana, wala hakuji kwa sababu hulali. Haleluya. Kunakuja kwa sababu you have power. Tunakwenda pamoja. Kuna nguvu. Ndio maana huko kwenye ulimwengu wa giza watu wanaendaga kuinunua ile nguvu ya kuongezeka. Siku hizi nasikia, si kama ni kweli au sio kweli, nasikia hata sisi wahubiri tunaendaga kuitafuta ili kanisa liwe na watu wengi. Inaongelewaga huko, mimi sijui. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwamba kuongezeka, hata makanisa kumefika level watu wanatafuta nguvu ya ziada. Ile ya Mungu ya Roho Mtakatifu haitoshi, watu wanatafuta ya kuongezea. Tunakwenda pamoja. Kwa nini? Wanajua kuongezeka kunahitaji nguvu. Sasa Mungu aliweka ya Roho Mtakatifu, watu wanaona inahitajika na nyingine ya ziada. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kajawa na wao. Mstari wa 8, basi akainuka mfalme mpya. Sema mfalme mpya.
kutawala Misri asiyemjua Yusufu. Agenda yake ni nini? Ni kuwapunguza. Na ufalme is power. Ufalme ni nguvu, si ndio? Na Biblia inasema kushindana kwetu ni juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Ukishasikia neno linaitwa ufalme, ujue unaongelea kitu kinaitwa nguvu. Haleluya. Kwa ukatokea ufalme ambao nao ni nguvu, lakini nguvu ya kinyume na kuongezeka kwa wana wa Israeli. Haleluya. Akawaambia watu wake, angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko. Hivi haya maneno mnayakamata vizuri? Ni wengi mno, na kinachofanya ni wengi mno mpaka nchi inaonekana imejawa na wao ni kwa sababu hata nguvu zao ni nyingi kuliko za kwetu. Wana nguvu kuliko sisi. Unataka kukutana na ongezeko? Hakikisha una nguvu kuliko ule ufalme unaoshindana nao, unaotaka kukupunguza. Hakikisha una nguvu. Unataka kuishi maisha ya ushindi, kuna ufalme unataka uishi maisha ya kushindwa, na lazima uhakikishe una nguvu zinazozidi ule ufalme unaokutaka wewe uishi maisha ya kushindwa. Vinginevyo utashindwa tu siku zote. Utaweka mikakati, yani zamu hii naamua sasa, hakuna kushindwa tena. Kesho wala haifiki jioni, umeshindwa tena. Haleluya. Umeweka mkakati asubuhi na maombi, umeamkia, Mungu naomba nishinde, alafu haijafika mchana umeshashindwa tayari. Kwa sababu unaitaka umshinde ili asikufanye ushindwe, bado hujapata nguvu zinazozidi za kwake. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Wasikiliza, anasema mfalme huyu ni mfalme, anasema hawa jamaa kwa nini wanaongezeka kutuzidi? Ni kwa sababu wana nguvu kutuzidi. Wanazidi kuwa wengi kwa sababu wana nguvu za kuongezeka zinazozidi za kwetu za kuongezeka. Unajua walianza ni wangapi? Kisoma ile mstari ya mwanzoni pale kwenye sura hii, wamewataja majina yao: Dani, Simeoni, Lawi, Yuda na Isakari, Zabuloni, Bwani, nani, jumla watu 70. Haleluya. Umeelewa? Halafu unamaliza kuwataja mstari wa 5, nafsi zile zote kutoka vinoma Yakobo zilikuwa ni nafsi 70. Na huyu Yusufu alikuwa huko ndani ya Misri tangu hapo. Yusufu akafa na ndugu zake wote na watu wote wa kizazi kile. Halafu baada ya hapo nakutana neno mstari wa 7 linasema, na wana wa Israeli walikuwa na uzazi mwingi, walikuwa na uzazi sana na kuongezeka sana. Nchi kajawa na wao, watu ambao umekuta nchi imejaa wazawa, wao wakaja wakiwa 70. Umeelewa vizuri? Wakaingia kwenye nchi imejaa wazawa wengi. Ndani ya kizazi kimoja kile cha wazee walioingia kwenye nchi kimepita, kilichofuata kikawa na nguvu ya kuongezeka. Ndani ya labda kizazi kimoja, viwili, vitatu, nchi nzima imeshajawa na wao. Tunakwenda pamoja? Nchi mpaka watu wanasema wana nguvu kuliko sisi. Sasa mstari wa 10 nasema,
haya na tuwatendee kwa akili. Unasikia hiyo kitu? Ndio mpango majitu yanafanya, kutenda kwa akili. Tusiongezeke kanisani, tusiongezeke kifedha, tusiongezeke kihuduma, tusiongezeke upako, tusiongezeke upendo, tusiongezeke amani, yani kila kitu tuishi kupungua. Nasema tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka. Tena ikitokea vita, wao nao wasije wakashikamana adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Basi wakaweka wasimamizi juu yao, wawatese kwa mizigo yao, nao wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba, Pithomu na Rameses. Lakini mstari wa 12 sema lakini kwa kadri walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea. Nini kinafanya wanaongezeka huku wanateseka? Nguvu. Walikuwa naweza kuwatesa, lakini hawezi kuwapokonya ile nguvu. Nguvu iliyokuwa inatenda juu yao inayowaongeza, walikuwa kwanza hawajui inatoka wapi. Walikuwa hawajui siri ya ile nguvu inayowaongeza iko wapi, inatoka wapi. Wakawa wanateswa, lakini wakiteseka utafikiri wameambiwa ongezeka. Wanazidi kuongezeka katikati ya mateso. Sio mtu mmoja, jaribu mmoja linatokea ameisha, maombi yamekufa, ibada zimekufa, imani imekufa, vyote vimekufa. Kwa sababu nguvu yake ni nguvu ndogo. Biblia inasema katika Mithali, anasema natumia neno gani? Nimekosa kile Kiswahili kilichotajwa, lakini kinamaanisha tu kwamba ni kama kinamaanisha ukilegea au ukikosa nguvu wakati wa vita, ni kwa sababu nguvu zako ni chache. Kiswahili kile nimekisahau kilichoandikwa pale. Ukizimia, asante. Ukizimia wakati wa taabu, asanteni. Ukizimia wakati wa taabu, si kwa sababu taabu ndio imekuwa kubwa, ila ni kwa sababu nguvu ulizokuwa nazo hata hivyo zilikuwa chache. Taabu haifanyi mtu akazimia hata kidogo, mtu asikudanganya. Taabu ingekuwa inafanya watu wanazimia, Paulo asingeweza. Sidhani kama tumeshapata taabu kama aliyokutana na Paulo kwenye hii injili na wokovu. Haleluya. Taabu zingekuwa zinafanya watu wanazimia, Yohana singeandika Ufunuo, angeshaachana na hayo mambo zamani. Siku leo nampika kwenye mafuta, ndio siku ya kuyaacha hayo mambo. Sasa nimenusurika, sirudi. Yani wamenipika nikatoka salama, sirudi. Siku nyingine nitaiva. Siku nyingine wakinipika, za muhimu kama inisaidia sikuiva, siku nyingine nitaiva. Haleluya. Yani taabu zingekuwa zinafanya watu wanazimia kabisa, na kuhakikishia Yohana singeenda mbinguni kutuletea ule ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, haleluya. Na kuhakikisha Petro asingehubiri tena. Unajua Petro aliponea chupu. Juzi rafiki yake Yakobo wamemchinja shingo. Yeye naye amekamatwa, anaambia hii Pasaka, walinunua kipindi cha Pasaka. Walimkamata kipindi cha Pasaka kwenye maandalio yale. Wakasema Pasaka kisha tu tuna breakfast na wewe. Haleluya, haleluya. Na ile siku ndio ilikuwa ya mwisho ya kukaa gerezani. Kesho yake Pasaka imeisha. Wanataka asubuhi wamtoe na yeye wamkate kichwa. Watu wameomba kweli kweli, akatoka kwa maombi yale.
Unafikiri ungekuwa unasema leo wameomba, siku nyingine je, unafikiri naaminije kama wataendelea kuniombea yakitokea tena? Naaminije kama wataniombea kama walivyoniombea sasa hivi? Sirudii. Nimepona chupu, haya mambo naachana nayo. Lakini alitoka mle na anajua asubuhi ile angechinjwa, akaenda hekaluni kuhubiri. Wanaenda kumtafuta gerezani, wanamkosa, bado wanachanga changa, imekuwaje? Mtu mmoja akaja, wale jamaa mnawatafuta wako kule, wako wanahubiri hekaluni. Ndio ametoka asubuhi hiyo ambao ndio ilikuwa asubuhi ya kuuawa, yeye tayari yuko hekaluni anahubiri. Kama tabu zingekuwa ndizo zinafanya watu wanazimia, hao watu wasingeendelea, na wasingeendelea, injili singekuja kwetu. Injili imekuja kwetu kwa sababu kuna watu ambao tabu hazikutosha kuwafanya wazimie. Kwa ukizimia wakati wa tabu, si kwa sababu tabu nimekufanya umezimia. Kilichokufanya uzimie ni nguvu ndogo ulionayo. Tunakwenda pamoja? Kilichokufanya uzimie ni nguvu ndogo. Sasa kwa sababu hatujuagi hizo siri, ndio naanza kusema, yani kama wasingekuwa fulani ningekuwa naendelea, lakini wamenikatisha tamaa. Unajua, wacheni hayo maneno. Yani kuna wakati unasikiliza mtu anasema, yani ingekwenda unamtandika kofi na mchangamsha kidogo. Watu wamekuvunja moyo. Ulikuwa unajua unachokifanya. Hivi anajua anachokifanya anavunjwa moyo. Ulipokuwa unasoma ulipigwa viboko vingapi na walimu wako? Si vya kutosha, ulivunjika moyo kusoma. Si una diploma sasa, wengine wana degree. Hujapigwa vya kusingiziwa. Wamepiga kelele wengine, unakuja wewe ndio umeandikwa, alafu napigwa vya kutosha kweli, na alafu huachi shule. Haukusema waliniandika nikiwa sijaongea, nimevunjika moyo, sitaki shule tena. Umeendelea mpaka una degree. Mbona hukuvunjika moyo? Yani vya Mungu tu ndio unavunjika moyo. Ulipolima ng'ombe wa jirani wakaja akala mazao yote, ukakosa cha kuvuna, sirimi tena, nimevunjika moyo. Mbona lima tena? Kwa sababu vya kwako. Vikiwa vya Mungu ndio umevunjika moyo. Vya kwako uvunjiki moyo kwa nini? Mbona unavunjika vya Mungu peke yake? Jamani, kuna watu naongea nao hapa. Amina. Yaani ukivunjika moyo, unavunjika moyo kwa Mungu. Vile vingine vya kwako vyote ambavyo watu walikusaliti, watu wakafanyaje, watu wakakuharibia, bado unarudia pamoja na kwamba watu wamekuharibia. Hujavunjika moyo. Wameniharibia, nimevunjika moyo. Siri tena. Nimevunjika moyo, sitaki kula. Wamenisimangia chakula, siri tena. Haleluya. Wamenisimangia soda kwenye sherehe, siendi sherehe tena. Kesho tunakuta sherehe nyingine umeenda, na mchango umetoa. Hujavunjika moyo. Ila wokovu unavunjika moyo. Huduma unavunjika moyo. Na una watu wa kuangushia mzigo, ndio umefanya umevunjika moyo. Acheni hayo maneno. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya. Mtu akizimia wakati wa tabu, amezimia kwa sababu hilo tukio, hiyo tabu imemkuta tayari hana nguvu za kutosha. Mmeniona nachoongea? Imemkuta tayari hakuwa na nguvu za kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa Biblia inasema, lakini kwa kadiri walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea,
nao wakachukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Nadhani hii sentensi ilitakiwa kusoma kwa sababu ni wana wa Israeli. Yani kwa kile kitendo tu cha kuitwa Mwisraeli wakachukiwa. Yani kila mtu akiwa kipita hawataki kuwaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitendo cha kuitwa Mwisraeli, unakumbuka hata sasa duniani, wale mnafuatia taarifa za habari za huku na huku duniani. Yani sasa hivi ukienda kwenye assembly zote za Umoja wa Mataifa, unaweza kukuta mataifa yazidi 5 yanaunga mkono wa Israeli. Kila moja analani Israeli, kila moja analani Israeli. Maazimio yanapita moja baada ya lingine ya kuadhibu Israeli ya kila aina. Haleluya. Hamas ameenda ameua watu 1200 kwa siku moja, na wengine amechukua mateka. Israeli ana nguvu nyingi. Yeye ameenda ameua karibu 50,000 mpaka sasa, zaidi ya 50,000. Sasa watu wanakondemu idadi ya waliokufa badala ya kukondemu chimbuko la mgogoro. Yani watu wanahukumu kwa kusema wameua wengi, lakini hawahukumu chimbuko la mgogoro. Yani watu wenye akili nyingi, unajua, ni viongozi wa dunia, namna yao ya kuasesi mambo ndio hiyo. Haleluya. Gaza imejengwa chini ya ardhi. Nina hakika zile tunnels zilizoko chini ya ardhi watu wangeziongelea gharama iliyotumika. Na zile hela unajua nyingi ni za misaada. Hayo mataifa makubwa yanapeleka misaada ya kibinadamu kule, jamaa wana convert, wanayafanya kujenga mji wa chini ya ardhi, ili watumie mji ule wa chini ya ardhi kufanya ugaidi mwingi. Lakini husikii hata moja naongelea pesa mtunazowapa mnazitumia vibaya. Hakuna mtu anakemea jambo hilo, wala ni kama halionekani. Fedha wanazopewa kwa misaada ya kibinadamu na dunia zinafanya mradi ule wa kigaidi, na hakuna mtu anaongelea. Wote wanasema Israeli anaua. Hawasemi pesa tunazotoa wanaenda kuzitumia vibaya, na ni trillions of dollars. Ukiangalia, mnaangalia runinga nadhani na kwenye YouTube mnaangalia yale mabarabara na ile miji ya kule chini. Ile sio kitu ya hela ya kitoto. Hii kitu imetengenezwa kwa hela. Ile hela hawazalishi wao. Ile hela wanapewa, huruma za dunia wanawapa hela nyingi, halafu ndio kazi wanafanya. Na hakuna mtu anabika hela yetu inapotea. Na bado wanawapa na zingine. Israeli kisema utaratibu sasa ufanyike, hawa jamaa wa magaidi hata chakula mnacholetea watu wasio na hatia wanakipora. Tawala zinaanza. Israeli imezuia misaada kuingia. Wanambia jamani, hao wale mnawalenga, sio mnawalisha wenyewe, wenye migogoro wenyewe ndio mnawalisha. Jamani, tudhibiti huu utaratibu. Lawama. Biblia inasema wakachukiwa kwa sababu ni Waisraeli. Wakachukiwa kwa sababu hiyo tu. Wakachukiwa kwa sababu hiyo tu, ni Waisraeli. Wakachukiwa. Na hiyo kitu inaendelea mpaka leo. Lakini siri iko vile vile, nguvu. Na mimi nataka niwaambie, isingekuwa siri ya nguvu, lile taifa lingekuwa halipo. Watu wanaotamani lifutike, wala sio Waarabu peke yao. Ni watu wengi na wengine hawana mahusiano ya kuwa Waarabu, lakini nao hawataki Israeli iwepo. Kinachowafanya wapo ni nguvu. Hii tunayoongea hapa ni nguvu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Watu wa Mungu, tukiibiwa nguvu, tumeibiwa kila kitu.
tutatafuta kuongezeka, lakini tukiibiwa nguvu hatuwezi kuongezeka. Utafanya kazi asubuhi mpaka usiku, hulali, huwezi kuongezeka wala huongezi kitu mpaka kuweko nguvu ya kuongezeka. Tusimame. Niombe tupate nafasi ya kumwabudu Bwana. Tupate nafasi ya kumwabudu Bwana. Tuingie kwenye maombi. Maombi tunayoomba sasa hivi ni kila mtu aombe nguvu. Ile nguvu inatoka kwa Mungu. Juzi nilikuwa naongelea kitu kinachoitwa uvuli. Last week, uvuli. Uvuli na nguvu vinaenda pamoja. Ukiwa na uvuli wa Mungu, nguvu za Mungu zinakuwepo juu yako, za kusaidia vitu vingi kufunguka, kusaidia vitu vingi kwenda kwa wepesi, kusaidia vitu vingi kuvifikia katika namna ambayo hata wewe utakiri ni muujiza umenifikisha. Kuna nguvu. Mungu akupe hiyo kitu kwa jina la Yesu. Mungu aipe familia yako hiyo kitu kwa jina la Yesu. Mungu watoto wako wakienda shule awape hiyo kitu kwa jina la Yesu. Ukianza kuingia kwenye biashara, Mungu akupe kitu kwenye biashara kwa jina la Yesu. Ukianza kuingia kwenye huduma, Mungu akupe hiyo kitu kwenye huduma kwa jina la Yesu. Ni kitu na nguvu sana. Ni kitu cha kusaidia sana. Nguvu. Unaweza, 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 Mwokozi. Yes. Unaweza, Mwokozi. Unaweza, kila moja ingia kwenye maombi. Omba Mungu akupe nguvu
ya kuongezeka. Mungu aweke juu yako, juu ya nyumba yako, nguvu ya ongezeko. Kila unachokigusa ukiguse ndani ya nguvu ya ongezeko. Huduma unayoifanya kwa Mungu uifanye katika nguvu ya ongezeko. Mawazo unayowaza uyawaze katika nguvu ya ongezeko. Miradi unayoipanga uipange katika nguvu ya ongezeko, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Kila mmoja ingia katika maombi. Omba nguvu ya ongezeko, omba nguvu ya ongezeko katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti mwana wa Mungu aliye hai. Omba nguvu ya ongezeko katika mamlaka ya jina la Yesu wa Nazareti mwana wa Mungu aliye hai. Baba uliye mtakatifu, tunakuja katika uwepo wako Bwana. Tunasimama uweponi mwako Bwana, tunasimama katika mamlaka yako Bwana. Tunaiamini enzi yako Bwana, tunaamini mamlaka yako Jehova, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ambaye ndani mwako kuna siri ya ajabu ambayo nyakati nyingine hatukuijua wala hatukujua nguvu inayotenda kazi ndani yake, nguvu inayoitwa nguvu ya ongezeko, nguvu inayofanya wana wa Israeli katika upinzani mkubwa uliotaka wapungue wakazidi kuongezeka. Na hilo tunaliona katika maeneo mengi ya maisha yetu tunapotembea pamoja na wewe Baba. Tunaomba katika jina la Yesu Baba, tunaomba katika jina la Yesu Baba, ukatupande kutujalia hiyo Bwana, ukanijalie kanisa nguvu ya ongezeko katika jina la Yesu. Haitajalisha adui anafanya nini, haitajalisha nguvu ya upinzani inafanya nini, nguvu ya ongezeko ikiwepo ita-overpower nguvu ile ya kupungua katika jina la Yesu. Na tunachoomba katika jioni leo Baba, ukabari kuweka juu ya kanisa, juu ya maisha moja moja Bwana, nguvu ya ongezeko katika maeneo mbalimbali na katika nyanja mbalimbali za maisha yake, kupita nguvu yoyote ya kupungua katika jina la Yesu. Maana adui majitu yale katika ulimwengu wa roho ambao ni ajetu wa adui wamejitahidi kuachilia nguvu ya kupungua katika maeneo mengi, kupungua katika uchumi, kupungua katika upendo, kupungua amani, kupungua ushirika, na mambo mengi yamepungua katika maisha yetu, katika familia zetu, katika kazi zetu, katika biashara zetu na katika maeneo mbalimbali. Lakini kutokea sasa tunakataa nguvu ya kupungua katika jina la Yesu Kristo. Tunashindana na nguvu ambayo inatushambulia katika eneo la kuongezeka katika maeneo mbalimbali katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti mwana wa Mungu aliye hai. Baba, tunaliamini neno lako, tunaamini uwezo wako, tunaamini nguvu Bwana ilikuja kwa sababu ya baraka za Ibrahimu, kwa sababu ulipomwita ulimwambia kwenda kumongeza, na juu yake kwa Bwana ile ukaweka nguvu ya ongezeko. Nguvu ile ikarithishwa kwa mtoto wake Isaka, nguvu ya ongezeko ikarithishwa juu ya Yakobo, nguvu ya ongezeko ikarithishwa juu ya wana wa Yakobo ambao ndio wa Israeli. Nguvu ya ongezeko watu walishindana nayo, lakini hawakuweza kushindana nayo katika jina la Yesu Kristo. Watu walishindana na nguvu ya ongezeko, nguvu za giza zilishindana na nguvu ya ongezeko, lakini hazikufanikiwa kwa sababu nguvu ya ongezeko ni nguvu ya ajabu, ni nguvu ambayo hakuna nguvu inashindana nayo, hakuna mamlaka inashindana nayo katika jina la Yesu Kristo. Hakuna mpango wa kuzimu unashindana na nguvu ya ongezeko, hakuna mpango wa giza unashindana na nguvu ya ongezeko, hakuna mpango wa kichawi unaweza kushindana na nguvu ya ongezeko, hakuna mpango wa maneno ya upinzani na maneno ya kuvunja moyo unaweza kuzuia nguvu ya ongezeko, hakuna kejeli linaloshindana na nguvu ya ongezeko, hakuna matusi yanayoshindana na nguvu ya ongezeko, hakuna mazingira magumu yaliyo na uwezo wa kushindana na nguvu ya ongezeko, hakuna vita vya kiroho wala vya kimwili ambavyo vinaweza vikashindana na nguvu ya ongezeko, hakuna vita vyaweza kushindana na nguvu ya ongezeko katika jina la Yesu. Kwa sababu nguvu ya ongezeko ni nguvu ya ajabu, ni nguvu ambayo hakuna nguvu inaweza kuistahimili katika jina la Yesu wa Nazareti mwana wa Mungu aliye hai. Na kwa sababu hiyo Bwana, leo tunaomba nguvu ya ongezeko ikapate kuachiliwa juu ya kanisa, ikaachiliwe juu watu wa Mungu, ikaachiliwe Bwana kama ilikuwa juu watu wako Israeli, kama ilikuwa juu baba yetu Ibrahimu. Nguvu ya ongezeko ikapate kuwepo juu yetu kama ilikuwepo juu ya kanisa la kwanza. Majaribu yakawa mengi, vita vikawa vingi, mateso yakawa mengi, na kwa kadri